Ni fursa nyingine tena rafiki tumeipata ya kuweza kujijenga katika imani na kukua katika imani pamoja na kufanywa upya katika ufahamu wetu kupitia mafundisho ya neema na kweli, ili kuweza kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Nikukumbushe tu kwamba Biblia inatuambia katika Waefeso mlango wa 4 mstari wa 13 tunatakiwa kufikia umoja wa imani na kuwa na maarifa kama ya mwana wa Mungu na kuwa mtu mkamilifu na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Na katika somo hili basi, kama ulivyoona kichwa kinavyosema, kinasema fahamu jinsi ya kusoma Biblia. Fahamu jinsi ya kusoma Biblia. Kwa maana mengine, nataka nikushirikishe mambo machache ambayo yamenisaidia mimi katika maisha yangu nikaweza kupata ufahamu kutoka katika neno la Mungu, na labda nikaweza pia kuona vitu vingine na kuelewa vitu vingine katika namna ambavyo naelewa, na labda pia kwa kiasi kikubwa nikawa niko tofauti sana na kanisa kwa ujumla wake linavyoelewa. Ni kwa sababu ya hivi ambavyo nataka kushirikisha, kwamba ninaposoma Biblia mtizamo wangu unakuaje. Kwa hiyo nataka nikushirikisha haya mambo. Sasa niseme hivi, kama namna unavyosoma Biblia inakupa matokeo, endelea nayo, usiache. Lakini kama haikupi matokeo mazuri kama ambavyo ungetarajia ama ungependa, basi labda ungenisikiliza na mwisho wa somo ama mwisho wa siku uamue kufanyia kazi kile ambacho mimi tayari nakifanyia kazi, ili uone, kwa sababu ninakwambia matokeo yangu ni mazuri. Of course bado naweza kuboresha kwenye maeneo mengine, lakini kwa jinsi ilivyo sio mbaya kifananisha na wakati naanza ama kabla sijaanza kutumia ama kusoma Biblia katika namna hii ambayo nataka kushirikisha. Baada ya kusema hayo basi, ukienda kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 11 na tukasoma ule mstari wa 26, hapa ilikuwa ni Barnaba amekwenda kumfuata Sauli ama Paulo huko Antiokia alipokuwa na kumleta Antiokia. Kwa hiyo anasema hata alipokusha kumuona akamleta Antiokia, yani Barnaba alipokusha kumuona Paulo akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Nilichokuwa nataka kuonyesha ni kwamba sifa ya Mkristo maana yake ni mwanafunzi. Mwanafunzi wa Kristo, ndio maana ya Mkristo. Unaposema mimi ni Mkristo, maana yake ni mwanafunzi wa Kristo. Na kama wewe ni mwanafunzi wa Kristo, basi maana yake unatakiwa kujifunza. Na ndio maana Bwana Yesu alisema kwenye Yohana mlango ule wa 8 31 hadi 32 kwamba basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, enyi, anasema ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo anasema mnapoendelea kukaa katika neno langu, huyu ni Bwana Yesu anazungumza, anasema mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Anasema tena mtaifahamu kweli, kwa nadhani anasema tena mtafahamu kweli. Nadhani tafsiri mbovu kidogo, swala hapa sio kufahamu. Anasema tafsiri yake tena mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Na kwenye lugha ya Kiebrania anapozungumzia kujua, anazungumzia kama vile ambavyo Abrahamu akamjua Sara, Adamu akamjua Eva. Kwa hiyo ni kwamba unaijua kweli na kweli inakujua wewe. Sasa usisahau rafiki kwamba kweli ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo basi tunaweza kusema kwamba kama kuna eneo lolote ambalo una masumbufu, kama una eneo lolote ambalo hujapata upenyo, una eneo lolote ambalo haujapata uhuru kama ambavyo unataka, basi ni uthibitisho kwamba haujaifahamu kweli bado. Na sababu ambayo imekufanya usifahamu kweli ni kwa kuwa haujaamua kuwa mwanafunzi wa Kristo. Sasa kwamba kuna aina ya wanafunzi, ukitaka kujua habari ya hiyo zaidi, katafute message inayoitwa unafikiri kama Adamu au Kristo, utaona pale kwa undani. Sasa baada ya kusema hayo, nianze kwa kusema jambo hili. Nataka kwanza niweke mambo matatu ya msingi kabla sijaanza kukupa unasomaji ya utangulizi. Niseme mambo matatu ya msingi ya utangulizi. Kitu cha kwanza,
ambacho ningependa ujue ni kitu hichi, kwamba Biblia unapoisoma, kumbuka nazungumza na wewe ulizaliwa mara ya pili. Nazungumza na wewe ambaye Yesu anasema usipozaliwa mara ya pili huwezi kuuona ufalme wa Mungu. Tuko sawa sawa? Usipozaliwa kwa maji na kwa roho, usipozaliwa kwa neno na kwa roho, huwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo mazungumzo yangu hapa yanajikita kwamba wewe umezaliwa mara ya pili, na kwa maana hiyo umeingia ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa hilo tuelewane kwanza. Na ndivyo ambavyo anasema kwenye Wakolosai, kwa mfano ule mlango wa kwanza mstari wa 13, naye ametuokoa akatuhamisha kutoka katika nguvu za giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo nazungumza na wewe ambaye umezaliwa mara ya pili, ambaye uko ndani ya ufalme wa Mungu. Nazungumza na wewe ambaye ufalme wa Mungu uko ndani mwako. Hiyo ndio assumption yangu. Hayo ndo sijui kwa Kiswahili inaitwa nini, lakini ndicho ambacho nachukulia. Sasa baada ya kusema hayo, tuende kwenye Mathayo mlango wa 13. Mathayo mlango wa 13. Kwenye Mathayo mlango wa 13 kuna story iliyosemwa na Bwana Yesu, ama hadithi alitoa mfano, akazungumzia habari ya mpanzi. Akazungumzia habari ya mpanzi. Alafu akaelezea mpanzi alitoka na mbegu akaenda akapanda na nini. Baadaye mitume wanakuja kumuuliza. Tena ule mstari wa 10 sasa, Mathayo 13 mstari wa 10 hadi wa 11. Mathayo 13:10 hadi 11. Anasema wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Kwa hiyo jambo la kwanza la msingi ambalo rafiki nataka uliangalie na ulifahamu ni kwamba Bwana Yesu mwenyewe anasema wewe ulizaliwa mara ya pili, wewe umejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Kwa maneno mengine, ni halali yako, ni haki yako wewe kujua, kuelewa, kufahamu, kutambua kwa kina na kwa kinagaubaga, kuelewa siri za ufalme wa Mungu, siri za ufalme wa mbinguni. Anasema ninyi mmejaliwa kuzijua siri, mmejaliwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ni halali yenu, ni haki yenu kujua. Kwa hiyo nilitaka kwanza hilo likae kichwani kwako rafiki. Maana kuna dhana nyingi sana watu wanaposhika Biblia. Wanasema Biblia ni kama msitu, Biblia ni kama bahari. Biblia, yes, tunajua ni pana na mambo mengi, lakini kama umechukua kusoma kwa maana unataka kujifunza kitu fulani, basi tambua Bwana Yesu amesema wewe umejaliwa kuzijua siri. Kwa maneno mengine, yes, kuna siri katika Biblia, lakini hizo siri wewe umejaliwa kuzijua. Hizo siri wewe umejaliwa kuzijua. Kwa hiyo soma ukiwa na mtizamo huo, soma ukiwa na matarajio ya kwamba hata kama kuna siri, hiyo siri mimi kwa kuwa nimezaliwa mara ya pili, basi nimejaliwa kuijua. Usikubali wale ambao wanakuambia kwamba Biblia haiwezi kueleweka, Biblia hao ni wale watu ambao wanataka wao tu ndo wasimame kufundisha siku zote na wengine wasipate nafasi ya kufundisha. Sote tumejaliwa. Ngoja niseme kitu kimoja hapa kuhusu hii pointi, kwamba wataalamu wanavyosema kwamba ukisoma Biblia imeandikwa katika namna ambayo mtoto wa darasa la 3 ana uwezo wa kuisoma na kuielewa. Ndio wataalamu wa elimu ya Kikristo wanavyokubaliana hivyo, maprofesa. Mimi sio profesa. Kwa hiyo anasema Biblia imeandikwa katika namna ambayo mtoto wa darasa la 3 ana uwezo wa kuisoma na kuielewa. Na ndio maana Yesu anasema msipokuwa kama watoto wadogo, sio ngumu. Unahitaji mtu aje akufundishe kutokuamini kile ambacho kinasema kwenye neno. Sio unanielewa? Kama unahitaji mtu akufundishe ili usiamini, unahitaji mtu akufundishe kutafsiri vibaya neno, kwa sababu kwambia hapa kuna siri, kuna siri hapa, kuna siri. Sikiliza, wewe kama mwana wa Mungu umejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Kwa hiyo sasa nikisoma neno kwa mtizamo huo, nikiwa na matarajio hayo, nitaanza kuona vitu ambavyo vilikuwa vimefichika.
Lakini nikisoma Biblia nikaona kuwa ni ngumu, haieleweki, mpaka atokee mtume na nabii, mpaka atokee askofu, mpaka atokee mchungaji aje anieleweshe, mpaka atokee mtu maalum mwenye mafuta maalum, then nimeliwa. Huo ni uongo mkubwa sana wa ibilisi. Huo ni uongo mkubwa sana wa ibilisi. Mimi unavyoniona hapa rafiki ambaye ninakufundisha, sijawahi kukaa chini ya mtu nikafundishwa neno. Zaidi ya kukaa Roho Mtakatifu na Biblia, Roho akaanza kuniongoza na kunisukuma kwamba labda fungua kwenye television channel fulani, huyo usimwangalie, huyo usimwangalie, huyo hapo muangalie, msikilize, zaidi ya chukua kitabu fulani, hicho kitabu hapo usinunue kitabu fulani. Kwa Roho mwenyewe ndo ameniongoza akanifundisha, kama vile ambavyo ana kiu ya kukufundisha wewe. Na hapo tunakwenda kwenye pointi yetu nyingine, kwamba sasa msingi wetu mwingine wa tatu, kwamba unaposoma Biblia mruhusu Roho Mtakatifu akuongoze, mruhusu Roho Mtakatifu akusaidie. Twende Yohana 14 na mstari wa 26. Bwana Yesu anasema hivi: lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, actually tafsiri ni atamtuma, sio kumpeleka. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa Roho Mtakatifu tumepewa ili atufundishe. Roho Mtakatifu tumepewa awe mwalimu wetu. Na Bwana Yesu anasema Roho Mtakatifu atatufundisha yote, na sio tu kwamba atatufundisha yote, atatukumbusha pia yote ambayo tumejifunza. Kwa hiyo kazi yake ni kukufundisha na kukukumbusha kile ambacho umejifunza. Kwa hiyo unaposoma Biblia, tarajia kwamba Roho yuko pamoja na wewe, na kwamba Roho atakufundisha na Roho atakukumbusha. Kwa hiyo unasemaje? Ningeweza kusema, Roho, naomba unisaidie leo hii ninavyosoma kitabu labda cha Yohana ama ninavyosoma kitabu cha Mathayo, nifundishe na kunionyesha siri za ufalme wa Mungu. Nifundishe na kunionyesha siri za ufalme wa Mungu. Naamini pia nitakapokwenda kushirikisha wengine utanikumbusha hizo siri. Naamini pia nitakapokutana na changamoto mbalimbali utanikumbusha hizo siri ili niweze kushinda. Alafu soma Biblia yako. Roho ataanza kuonyesha vitu, ataanza kukuelekeza. Unasema anaelekezaje? Iko hivi. Sio ngumu sana rafiki. Wakati mwingine unaweza kuwa unasoma, kwa mfano Yohana 3:16 imezoeleka, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni mstari unakuta unaosoma kila siku. Ghafla siku moja unaosoma kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie. Lile neno amwaminie, ghafla unaona kama ndio limeganda kwenye akili yako. Ghafla unaona kwenye akili yako kama vile Mungu amelikuza, kama limekuzwa vile. Ghafla unaanza kuwa makini na lile neno, linavuta hisia zako, mawazo yako, unaanza kulitafakari. Roho anaanza kukuonyesha, anaanza kukupitisha. Ndivyo inavyokwenda. Na siku nyingine unakuja unasoma kwa maana jinsi Mungu aliupenda, ili aliupenda ulimwengu ndio inashikilia kichwani. Ndivyo ambavyo anafundisha rafiki. Ndivyo ambavyo anafundisha. Lakini pia ukienda kwenye Yohana 16 mstari wa 13, Yohana 16 mstari wa 13 anasema hivi. Haleluya, anasema hivi: lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli. Kuzingatia rafiki, anaitwa Roho wa kweli. Kwani Roho Mtakatifu anaitwa Roho wa kweli? Kwa sababu kuna roho wa uongo. Roho wa uongo nani? Ni ibilisi. Roho Mtakatifu ni roho wa kweli. Sasa unasema, nawezaje kutofautisha kati ya roho wa kweli na roho wa uongo? Simple. Roho wa kweli ambaye ni Roho Mtakatifu anaitwa Roho wa kweli. Kweli ni nani? Yesu anasema mimi ni njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Na kwa maana hiyo basi Roho Mtakatifu ni roho wa kweli, lakini pia ni roho wa uzima. Kwa hiyo maana yake ni, maana yake ni kwamba roho wa kweli siku zote atazungumza habari za Kristo. Akiwa anakufundisha kitu chochote atakuonyesha kwamba hichi kitu unakipata kwa sababu ya Kristo. Unakubalika mbele za Mungu kwa sababu ya Kristo. Kwa kupigwa kwa Yesu Kristo wewe ulipona. Yesu Kristo alikuwa maskini, wewe uwe tajiri. Yesu Kristo alikuwa laana, wewe uwe baraka. Si mazungumzo yake yote yanajikita kumzunguka Yesu Kristo. Na yeyote anayekuja kufanya mazungumzo na wewe na kukufundisha, alafu akafanya ile mafundisho yote yakakuzunguka wewe, yakakuonyesha kwamba uhusiano wako na Mungu unategemeana na wewe, na kwamba uponyaji wako unategemeana na wewe, na kwamba wewe kutajirika unategemeana na wewe, na sio kazi aliyofanya Yesu Kristo, huyo ni roho wa uongo. Kwa sababu gani?
hamshuhudii Yesu Kristo. Sikiliza hapa. Anasema hivi, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yeye yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Yeye atanitukuza mimi. Kwa hiyo Yesu anakuambia huyu Roho wa kweli akija, kazi yake anavyokufundisha na kukuletea ufunuo ni kwa ajili ya kumtukuza Yesu Kristo. Yesu Kristo kazi yake ni kumtukuza Baba. Naona hiyo kitu? Na Roho Mtakatifu kazi yake ni kumtukuza Yesu Kristo. Kwa hiyo anasema akija wakati anakufundisha na kukuongoza na kukutia katika kweli yote, kukuingiza katika uhalisia, basi atahakikisha kwamba yale anayozungumza ni yale ambayo ameyapokea kutoka kwa Yesu Kristo, na yale ambayo yanahusiana na Yesu Kristo, na yale ambayo yanamtukuza Yesu Kristo. Tuko sawa rafiki? Nadhani nimekaa vizuri. Sasa twende nikupeleke kwenye waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2. Somo ile mstari wa 20. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 20. Anasema, nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua yote. Anasema mmepakwa mafuta rafiki, na yeye aliye nani? Aliye mtakatifu, na wewe unajua yote. Mstari wa 27 anasema hivi. Mstari wa 27 anasema, nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu. Mafuta ni nani? Roho Mtakatifu. Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha, lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha kaeni ndani yake. Kwa anasema mafuta na kufundisha. Anasema una haja ya kufundishwa na mtu. Sasa usije hajasema uhitaji kuwa na mchungaji, uhitaji kuwa na mtume na nabii. No. Anasema Roho huyo atakufundisha kupitia mtume. Roho huyo atakufundisha kupitia nabii. Roho huyo atakufundisha kupitia mchungaji na mwalimu. Roho huyo atakufundisha kupitia mwinjilisti. Kwa maana mengine, Roho aliyoko ndani yako atasababisha Roho aliyoko ndani ya lese Mwalimu Rumagadi, ili Mwalimu Rumagadi, kumbuka ni Roho huyo mmoja, Mwalimu Rumagadi akufundishe hicho ambacho anataka kufundisha Roho. Ndio maana kwa mfano wewe hapa umekamata fundisho ili mkononi mwako, kwa sababu ni Roho anakufundisha. Amekwambia kwamba unahitaji kujua namna ya kusoma Biblia. Kwa hiyo amekusukuma ukaje hapa, na ndio maana sasa hivi anazungumza na wewe kupitia mimi. Maana kumbuka mafuta ya ualimu yanatoka kwake. Hii neema ya kufundisha inatoka kwake. Sio kama tunakwenda sasa rafiki. Kwa hiyo hajasema kwamba unahitaji kufundishwa na mtu, sicho. Na ungetaka kuingia kwa undani zaidi, kumbuka anasema Torati ndio ilikuwa inatufundisha. Kwa hiyo anachozungumza hapa, anazungumza kwamba unahitaji kufundishwa na Torati, unahitaji kufundishwa na Roho. Kwa sababu tuko kwenye agano jipya ambalo liko chini ya huduma ya Roho. Hatuko kwenye agano la kale ambalo liko chini ya huduma ya Torati. Ndicho anachozungumza hapa. Baada ya kusema niende kwenye msingi wa 3. Msingi wa 3 ni huu, kwamba unaposoma neno la Mungu, hebu chukulia ni Yesu Kristo mwenyewe yuko hapo mbele yako. Lipokee kana kwamba ni Mungu, Yesu Kristo mwenyewe yuko hapo mbele yako anasoma na wewe. Usilisome kiujumla jumla. Jikumbushe. Sema, James Huruma, huyu ni Yesu Kristo anasema na wewe. Yesu Kristo anakuambia, na Mungu wangu atakujaza kila kitu unachokihitaji sawasawa na wingi wa utajiri wa utukufu wake katika Kristo Yesu. Kwamba huyu ni Yesu anazungumza na wewe. Usichukulie kwamba unasoma kitabu. Kwa sababu gani? Kwani nasema ni Yesu? Kwa sababu hii anasema, nije nikuonyeshe. Tende Yohana, Injili ya Yohana mlango wa 1. Tuanze mstari wa 1 mpaka wa 2. Anasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naona kitu rafiki? Anasema neno ni Mungu. Anasema huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Mstari wa 14. Anasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na nini? Na kweli. Kwa hiyo unaposoma neno, hebu chukulia kwamba ni Yesu Kristo mwenyewe amesimama hapo mbele yako anazungumza na wewe. Angalia kwenye Wathesalonike wa kwanza jinsi ambavyo Paulo anasema. Alienda kwa watu wa Thesalonike mlango ule wa 2 mstari wa 13.
Angalia Paulo anavyosema. Anasema kwa sababu hiyo sisi nasi tuamshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu, mlilipokea si kama neno la wanadamu, bali kama neno la Mungu, na ndivyo lilivyo kweli kweli, litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini. Anasema mlilipokea lile neno kama neno la Mungu. Tunaposema neno la Mungu maana yake nini? Kwa wengine tunaposema neno la Mungu tunasema Mungu ndio amesema. Hili ni neno la huruma. Okay. Mko kwenye kikao, alafu watu wamejadili. Alafu mwenyekiti anakuambia, John, una neno lolote la kusema? Una neno lolote la kuongezea? Maana yake nini? Wanatarajia useme. Unasema ndio ninalo, ama unasema sina. Kwa hiyo tunaposema neno la Mungu maana tunasema kwamba Mungu anasema. Kwa hiyo unaposoma neno la Mungu maana yake nini? Mungu anasema na wewe. Yesu anasema na wewe. Lazima uruhusu hiyo kitu ingie ndani mwako. Usipofanya hivyo utakuwa ni mtu wa kuona kama umesoma gazeti la udaku vile. Na Biblia sio gazeti la udaku. Na nani mpaka hapo imekaa vizuri. Sasa baada ya kusema hayo, nataka tuingie sasa. Nilikuwa nimekupa msingi tu, kwamba msingi wa kwanza, jua kwamba wewe umejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Msingi wa pili, kwamba unaposoma hakikisha kwamba unasaidiwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndio mwalimu wako, atakufundisha yote na kukumbusha yote. Na msingi wa tatu, kwamba unaposoma ona ndani mwako na tambua ndani mwako kwamba ni Yesu Kristo mwenyewe in person. Chukulia angekuwa katika mwili, ndicho ambacho angekuambia. Ukifanya hayo, ukizingatia hiyo misingi mitatu, basi haya mengine yote yatakaa mahali pake vizuri. Kwa hiyo nianza tuangalie mambo gani ya kuzingatia sasa wakati unasoma Biblia. Hayo mambo matatu yalikuwa ni msingi, lakini mambo gani ya kuzingatia wakati unasoma Biblia? Jambo la kwanza ambalo nataka tuanze nalo, tuanze na jambo hili, kwamba unaposoma Biblia lazima uweze kutofautisha kwamba hichi ninachokisoma, je, kimetokea kabla ya Yesu kufa msalabani ama baada ya Yesu kufa msalabani? Kwa maneno mengine huwa anasema pitisha kwenye kichujio cha msalaba. Wacha msalaba ukusaidie kuchuja kwamba hili ninalolisoma ni kabla ama baada. Sika tunakwenda vizuri rafiki? Hili ninalolisoma ni kabla ya Yesu kufa msalabani ama baada ya Yesu kufa msalabani? Unasema ina tofauti gani? Ina tofauti kwa sababu kabla Yesu hajafa msalabani ni agano la kale. Baada ya Yesu kufa msalabani ni agano jipya. Na kuna tofauti kati ya agano la kale na agano jipya. Kwa hiyo ndio maana ni vyema ukajiuliza hilo swali, kwamba hili ninalolisoma ni kabla ama baada. Sasa ngoja nikupe mfano, kwa sababu kuna mambo ambayo yako kwenye agano la kale ambayo baada ya kazi ya msalaba wa Yesu Kristo, baada ya Yesu kufa msalabani, hayo mambo hayavuki kuingia kwenye agano jipya, hayaingii baada ya Kristo. Na kuna mambo pia yaliweza kuingia. Sawa? Sasa napoleta msalaba itanisaidia kuchuja. Na hiki cha kwanza nasema okay, ngoja. Hili ninalolisoma, mimi ni mtu nilizaliwa mara ya pili. Mimi ni mtu wa baada ya msalaba. Je, hili ninalozungumzwa linapita kwenye kichujio cha msalaba ama alipiti? Linakuja baada ya msalaba ama linabakia kabla ya msalaba? Ndio maana rafiki, ukiwa unasoma Biblia yako, ni vile tusina Biblia karatasi hapa, lakini kama una Biblia karatasi hapo, ukienda mpaka kwenye mwisho wa kitabu cha Malaki, kabla hujaanza kitabu cha Mathayo, kuna karatasi nyeupe wameiweka katikati pale. Na ile karatasi nyeupe imeandikwa kitabu cha agano jipya, agano la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Sasa jiulize, kwa nini waliweka ile karatasi nyeupe pale? Kwa nini usingetoka tu kwenye Malaki mlango wa 4 ukafika ule mstari wa mwisho, alafu ukaanza Mathayo mlango wa 1 mstari wa 1? Wamekuweka ile karatasi pale ili kukujulisha kwamba kuna utofauti kati ya kusoma ukiwa kwenye agano la kale na unaposoma kuja kwenye agano jipya. Lakini pia agano lenyewe husika halianzi mpaka damu ya Yesu imemwagika.
Na kwa maana hiyo unaposoma kitabu cha Mathayo kwa mfano, mlango ule wa kwanza mpaka mlango wa 26 bado uko kwenye agano la kale. Manake damu ya Yesu Kristo haijamwagika msalabani bado. Agano jipya linaanza baada ya damu ya Yesu Kristo kumwagika. Kwa hiyo wanasema ukisoma, hebu ujiulize. Ukiwa unasoma ujiulize, je, ni kabla ya Yesu kufa msalabani ama baada? Ama ni kwa sababu Yesu wakati anakuja anafundisha pia analeta kwenye mahubiri yake na kufundisha kwake, unaona wakati mmoja anazungumza kama nabii wa agano la kale, lakini upande mwingine unaona anazungumza kama Kristo, kwa maana aliyekuja kuleta agano jipya. Twende nikupeleke mahali nikakupe mfano miwili mitatu, labda mmoja miwili. Twende kwenye Luka mlango wa 9. Tuanze mstari wa 50 na ngapi? 51 na mpaka 56 pale. Anasema ikawa siku za kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia, kwa maana mwingine anakaribia kwenda kufa msalabani, yeye aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu. Akatuma wajumbe wamtangulie mbele ya uso wake. Wakaenda wakaingia katika kijiji cha Wasamaria ili kumtengenezea mahali. Lakini wenyeji hawakumkaribisha kwa vile alivyouelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. 54. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uwaangamize kama Elia naye alivyofanya? Akawageukia akawakanya akasema, hamjui ni roho ya namna gani mlionayo. Kwa maana Mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu bali kuziokoa. Sasa ukisoma mstari wa 55, ngoja tuangalie kwenye Biblia ya nini. Kwenye Biblia ya Neno anasema hivi, Yesu akageuka na kuwakemea. Sio kuwaonya, kuwakemea. Kawakemea kwa vikali kabisa. Sasa tunafahamu kwenye agano la kale nabii Elia alikuwa ni bingwa wa kuita moto. Wakati mmoja mfalme ametuma Elia akaletwe, watu wamekuja wanasema, Elia sasa, kama kweli mimi ni nabii wa Mungu, kama kweli mimi ni mtu wa Mungu, moto ushuke uwaue. Moto ukashuka ukawaua. Sasa Yakobo na Yohana wanasema, hawa Wasamaria wamekukataa Bwana Yesu. Vipi tuitishe moto wapige kiberiti hawa? Yesu anawakemea. Anasema, hamjui ni roho namna gani mlionayo. Mimi sikuja kuangamiza, nimekuja kuokoa. Kwa hiyo kwenye agano la kale ilikuwa ni sahihi kwa mtumishi wa Mungu kuita moto na kuunguza watu. Kwenye agano jipya Bwana Yesu anasema sio sahihi. Kwa nini? Kwa sababu mimi nimekuja kuokoa, sijaja kuangamiza. Ukisoma kwenye Yohana 3 ile 17 au tuanze 16 hadi 17. Yohana 3 16 hadi 17. Anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa anasema wewe kama ni mwakilishi wa Yesu Kristo, kazi yako wewe ni kuokoa kama ambavyo Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wa maisha yako naye ni mwokoaji. Ndio maana anaitwa Mwokozi. Kwa hiyo na wewe kazi yako unatakiwa kufanya ni kazi ya kuokoa, kazi ya wokozi. Na kwa sababu hiyo basi, kama kwenye agano la kale Elia kuchinja watu kwa moto ilikuwa ni sahihi, lakini kwenye agano jipya sio sahihi, kwa sababu Yesu anasema nikuja kuokoa, sija kuangamiza. Ina maana ukisoma kwenye Yohana 10, Yohana mlango wa 10 na mstari ule wa 10, anasema hivi, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Na wote tunakubaliana kwamba shetani ni mwizi. Anaiba kupitia viongozi wa dini. Ilikuwa Mafarisayo na Masadukayo na waandishi wa sheria. Yesu anasema mwizi kazi yake ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Mimi nimekuja wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa hiyo ina maana mfuasi wa Yesu Kristo, mwanafunzi wa Yesu Kristo, mtumishi wa Yesu Kristo, siku zote atakuwa ni mtu wa uzima.
na mtumishi wa ibilisi siku zote atakuwa ni mtu anayeleta mauti. Na hivyo basi, kwa sababu ya watu wengi kutokuelewa kazi ya msalaba, wanasimama wanachukua mstari wa Agano la Kale, wanasema usimwache mwanamke mchawi akaishi. Kwa hiyo hawa watu wanaanza kuomba wachawi wafe. Si rafiki, unavyofanya hivyo maana yake nini? Sio tu kwamba umeenda kinyume na Agano Jipya, lakini pia umekwenda kinyume na Yesu. Yesu ambaye alisema sikuja kuangamiza, nimekuja kuokoa. Lakini kana kwamba haitoshi, kwa kuwa sasa tuko kwenye Agano Jipya baada ya kazi ya msalaba, wewe hauwi mtumishi wa Yesu tena, unakuwa mtumishi wa ibilisi. Maana yake kazi ya ibilisi ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Lakini Yesu alikuja tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Huyo mchawi anastahili kuokoka kama vile ambavyo mlevi naye anastahili kuokoka. Huyo mchawi anastahili kuokoka kama vile ambavyo aliyembea na mfitini anastahili kuokoka. Huyo mchawi unataka kumuua wewe anastahili kuokoka kama vile ambavyo mvuta sigara, mwizi, kibaka anastahili kuokoka. Wewe mwenyewe kabla hujaokoka ulikuwa ni mtenda dhambi hivyo hivyo kama huyo mchawi alivyo. Lakini leo hii unawaua. Na ni shida nini? Ni kwa sababu hujaelewa kutofautisha mambo kupitia msalaba. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu kabisa. Na ndio maana sasa ili uweze kuelewa zaidi hichi kitu, tafuta mafundisho. Tuna mafundisho yanaitwa unafikiri kama Adamu au Kristo. Alafu na fundisho linaitwa Kristo mwisho wa sheria. Lakini pia una mafundisho mengine yanatofautisha kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Kwa hiyo tafuta mafundisho ya neema na kweli. Kwa kifupi, mafundisho ya neema na kweli yatakusaidia kuweza kuelewa namna ya kutumia msalaba na kuchuja kipi kinaingia na kipi hakiingii. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kwanza la kuzingatia. Jambo la pili la kuzingatia ni hili, kwamba ninaposoma natakiwa nizingatie tungo. Sijui naita sentensi. Je, hili linalosemwa ni anazungumzia umoja ama anazungumzia wingi? Ama labda kama sijaingiza hiyo kwanza niseme kitu kimoja hapa kwanza. Jambo la pili la muhimu kabisa baada ya kutumia kichujio cha msalaba, jambo la pili la muhimu kabisa, soma taratibu. Soma taratibu. Na sio tu kwamba usome taratibu, soma kana kwamba hujawahi kusoma tena huo mstari. Kila mara unaposoma mstari, soma kana kwamba unasoma kwa mara ya kwanza, na tena soma taratibu. Usisome ukikimbia. Na ukisikia mtumishi anasema twende tukasome Yohana 3:16, usikae pale ukasema yana ujua kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe uzima milele. Fungua Biblia yako, nenda hakikisha unaweka macho yako kwenye huo mstari. Na unapousoma usome taratibu. Soma kana kwamba unasoma kwa mara ya kwanza. Usisome ukikimbia. Ukisoma katika kwa taratibu, slowly, na kana kwamba unaosoma kwa mara ya kwanza, Roho ataanza kukuonyesha vitu ambavyo penginepo ungesoma ukikimbia ukiwa na haraka usingeviona. Ndio maana mimi naweza kupata funuo nyingi sana kutoka kwenye neno, kwa sababu nikisoma mstari nasoma kana kwamba nasoma kwa mara ya kwanza, tena nasoma taratibu. Kwa hiyo ilikuwa ni pointi yetu ya pili. Jambo la pili la kuzingatia wakati unasoma Biblia. Sasa jambo la tatu nikasema hili. Jambo la tatu ni hili, kwamba unaposoma Biblia zingatia wingi na umoja. Kwenye sentensi zingatia wingi na umoja. Unaposoma angalia, je, hichi kinachozungumza anazungumzia katika wingi ama katika umoja? Maana yake nakuhakikishia ina tofauti kubwa mno. Ngoja nikupeleke mahali nikuonyeshe. Twende Warumi mlango wa 5. Warumi mlango wa 5 mstari wa 12. Anasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Stop. Angalia anavyosema. Anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Hajasema dhambi ziliingia ulimwenguni. Anasema iliingia ulimwenguni. Kwa anazungumzia nini? Umoja. Anasema na kwa dhambi hiyo, hajasema kwa dhambi hizo.
mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hapa anazungumzia katika umoja. Anazungumzia katika nini? Katika umoja. Naona? Alafu kwa anakuambia dhambi ni moja. Ngoja nikupe ushahidi mwingine kuonyesha kwamba dhambi ni moja. Yohana 1:29. Anasema hivi: siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Hajasema dhambi za ulimwengu. Anasema dhambi ya ulimwengu. Kuonyesha kuwa dhambi nini? Dhambi ni moja. Ngoja kuonyesha ushahidi mwingine. Twende Yohana 15. Kwa Paulo anatuonyesha dhambi ni moja. Yohana Mbatizaji naye anatuonyesha kuwa dhambi ni moja. Bwana Yesu naye katika Yohana 15:22 naye anatuonyesha mambo hayo. Anasema hivi: kama nisingalikuja na kusema nao. Kwa hiyo unaweza kuona neno nao ni wingi. Wasingalikuwa, hajasema asingelikuwa, wasingalikuwa wingi na dhambi. Alafu anasema lakini sasa hawana udhuru kwa dhambi yao. Kwa anasema dhambi yao, hajasema zao, dhambi yao. Na dhambi yao ni moja. Dhambi nini? Sasa anatuelezea ule mlango wa 16 mstari wa 8. Anasema mstari wa 7 anasema nane, anasema naye akisha kuja huyo, yani Roho Mtakatifu, atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. 9, kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa hiyo dhambi ni ngapi rafiki? Dhambi ni moja. Nini? Kutokumwamini Yesu. Na hilo nalipata tunapozingatia tungo. Je, hichi kinachozungumzwa ni wingi ama ni umoja? Nani mmeelewa? Kwa hiyo ilikuwa ni pointi namba 3. Pointi namba 4 ni hii: ninaposoma Biblia natakiwa nizingatie kitu hichi. Je, hiyo sentensi inazungumzia wakati uliopita, wakati uliopo, ama wakati unaokuja? Si lazima niweze kujua hichi ninachokisoma. Si sentensi zina maana, haziko tu pale kusherehesha. Ziko pale zina maana. Twende kwenye Wakolosai mlango wa 1. Nianze mstari wa 19. Anasema hivi: kwa kuwa katika yeye Yesu Kristo ilipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye Yesu Kristo kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Na ninyi, sasa sikia kuanzia mstari wa 21. Anasema na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa. Mliokuwa wakati uliopita, mmefarikishwa wakati uliopo. Tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha wakati uliopita. Amewapatanisha sasa. Actually ni wakati uliopo endelevu, ni wakati uliopo endelevu. Amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawaa wala lawama. Kwa hiyo mmoja anasema mliokuwa wakati uliopita mmefarikishwa na Mungu, tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha. Kwa hiyo wakati uliopita mlikuwa adui, wakati uliopo sasa mmepatanishwa. Kwa hiyo ina maana muda wote nikija nikasoma Biblia nitakuta kwamba mimi nimepatanishwa na Mungu. Ngoja nionyeshe sehemu nyingine. Twende kwenye Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 9 hadi wa 10. Mstari wa 9 hadi wa 10. Anasema hivi: bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. 10. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hamkupata rehema wakati uliopita, bali sasa mmepata rehema. Manake unayo sasa hivi rehema. Kwa hiyo uhitaji kwenda kuomba rehema nyingine rafiki. Unayo. Lakini kama sijui, sizingatii sentensi, nitaanza kwenda kuomba rehema. Badala ya kumshukuru Mungu kuwa tayari ninayo rehema, nitaanza kuiomba nyingine. Sio kama unanielewa rafiki. Kwa hiyo hiyo kusema ni jambo lingine hilo ambalo litakiwa ulizingatie. Lakini pia jambo lingine la kuzingatia ni hili:
kwamba unaposoma Biblia, nadhani tutakuwa jambo la 5 kama sikosei, sijui la 5 mara ngapi. Iko hivi, ninaposoma hebu hakikisha nimesoma mistari kadhaa juu ya huo mstari na mistari kadhaa chini. Kwa hakika nasoma mstari wa 6, basi nihakikishe nimesoma mistari hiyo 5 ya juu hapo, walau na mistari 3-4 inayofuata, ili niweze kupata kitu anasema maudhui, kwa Kiingereza nasema context. Kwa mfano, tukienda kwenye Warumi mlango wa 3, tende kwenye nani? Waraka wa kwanza wa Yohana, itakuwa ni nzuri zaidi. Tende kwenye waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 1 na mstari ule wa 8. Sasa ni mstari ambao umezoeleka sana kwa Wakristo. Anasema, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu, ama haimo ndani mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Sasa ukiangalia huu hapa, kwa wale waliokwenda shule wanafahamu huu mstari wa 8 ni katikati ya nini? Ya nini? Paragraph. Parandesi wanasema nadhani kwa Kiswahili. Kwa hiyo ni katikati ya parandesi. Kwa hiyo ina maana hiyo story imeanzia katikati. Sasa shuleni walivyonifundisha mimi kwamba mwanzo sentensi ya kwanza katika parandesi, sentensi ya kwanza katika jedwali, sentensi ya kwanza katika paragraph ndio sentensi ambayo imebeba ujumbe. Nyingine zote zinafanya kuelezea na kupanua na kufafanua ile sentensi ya kwanza. Na kwa maana hiyo basi, napokuja kusoma hapa nitakiwa nianzie mstari wa 5 badala ya kuanzia mstari wa 8, ili nielewe huyu mwandishi anazungumzia nini. Na wakati mwingine unapoenda mstari wa 5 unakuta anasema na hii ndio. Kwa hiyo anaposema na, maana yake ni kwamba ameunganisha kitu. Kwa hiyo ina maana natakiwa nisome huko juu alikotokea, ili niweze kuelewa anazungumza nini, ili niweze kupata maudhui. Na kwa maana kwa kuwa amesema hapa na, siwezi nikaanzia tena kwenye 5, inabidi niende kwenye mstari wa 1. Sasa mstari wa 1 anasema hivi, lile tulilokuwako tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa kwa habari ya neno la uzima. Na uzima huo ulidhihirika, nasi tumeuona, tena tutashuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirika kwetu. Anasema hilo tuliloliona na kulisikia twawahubiri na ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na Mwana wake Yesu Kristo, na haya twayaandikia ili furaha yetu iwe itimizwe. Kwa hiyo nataka nijiulize, huyu mtume Yohana anavyoandika hivi anamaanisha nini? Kwa nini anajaribu kusisitiza kwamba neno aliloliona, alilolisikia, alilolipapasa, alilolishika? Kitu gani kinamsukuma kusema hivi? Maudhui gani yanamfanya anaandika hichi kitu? Kwa hiyo nikifanya utafiti kidogo nitagundua kuna makundi mawili. Anasema kuna wale ambao anawahubiria, alafu kuna sema twawahubiria ili ushirika. Sikia ule mstari wa 3 anasema hivi. Mstari wa 2 anasema, na uzima huo ulidhihirika, nasi tumeuona, tena twashuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirika kwetu. Kwa anazungumza na watu ambao hawana uzima wa milele. Alafu anasema 3, hilo tuliloliona na kulisikia twawahubiri ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi. Kwa anazungumza na watu ambao hawapo kwenye ushirika wa mtume. Kwa sasa tunawahubiria ninyi ili muamini uzima wa milele. Mkiamini uzima wa milele kupitia Yesu Kristo, mtakuwa washirika pamoja na sisi. Kwa hiyo tayari naanza kuona kwamba kuna makundi mawili. Kuna watu ambao hawana uzima wa milele na kuna watu ambao wana uzima wa milele. Kwa hiyo una makundi mawili. Kuna watu ambao hawako katika ushirika na Mungu, na una watu ambao wako katika ushirika na Mungu. Kwa hiyo naanza kujua okay, kumbe ndivyo ilivyokuwa. Sasa tunafahamu hapa Paulo alikuwa mtume Yohana anazungumza na watu ambao wanaitwa Gnostic. Gnostic walikuwa hawakubali kwamba Kristo amekuja katika mwili. Kwa hiyo inawana makundi mawili. Kundi moja limezaliwa mara ya pili, kundi lingine halijazaliwa mara ya pili. Kundi moja lina uzima, kundi lingine halina uzima. Kundi moja lina ushirika na Mungu, kundi lingine halina ushirika na Mungu. Kwa hiyo tunaenda vizuri. Kwa hiyo anasema hivi, mstari wa 5, na hii ndiyo habari tulioisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake.
Sasa sikia mstari wa 6 anasema, tukisema ya kwamba tuashirikiana naye tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatufanyi iliyo kweli. Bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake atusafisha na dhambi yote. Kwa hiyo mstari wa 6 anazungumzia watu ambao wanaenenda katika giza, na mstari wa 7 anazungumzia watu ambao wanaenenda katika nuru. Na tunafahamu uzima siku zote unaambatana na nini? Na nuru. Na giza siku zote unaambatana na nini? Na mauti. Kwa anasema ninyi mnaoenenda gizani alafu mkasema mna uhusiano na Mungu, mnadanganya, kwa sababu Mungu ni nuru na ndani yake hamna giza lolote. Sasa swali lingine linakuja, okay, nafanya nini sasa ili niweze kuenenda katika nuru? Ukienda kwenye Yohana, tutarudi hapa tena kwenye Yohana mlango wa 8. Yohana mlango wa 8 na mstari wa 12. Yohana mlango wa 8 na mstari wa 12. Anasema hivi, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa hiyo anasema ukinifuata mimi hutatembea gizani, utatembea katika nuru ya uzima. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake watu wote waliozaliwa mara ya pili wanatembea katika nuru, na watu wote ambao hawajazaliwa mara ya pili wako katika giza. Kwa hiyo tukirudi kule sasa kwa waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa kwanza mstari wa 6 na wa 7, tungesema hivi, tukisema kwamba mstari wa 6, tukisema kwamba tuashirikiana naye, yani Mungu, na tena tukienenda gizani, maana yake ni kwamba hatujamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Anasema twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Anasema saba, bali tukienenda nuruni, maana yake kwamba tumemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kama yeye alivyo katika nuru. Maana anasema yeye ananifuata mimi, hataenda gizani, ataenda katika nuru, naye atakuwa na nuru ya uzima. Anasema tuashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake atusafisha na dhambi yote. Kwa watu ambao wako ndani ya Kristo, watu ambao wanamwamini Yesu, masaa 24 damu ya Yesu Kristo inawasafisha. Lakini watu ambao hawajamwamini Yesu, wako nje ya Yesu, maana yake hawa wako gizani, wako kwenye dhambi, wako kwenye mauti. Sasa mstari wa 8 anasema hivi, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani mwetu. Mstari wa 7 inasema kwamba kwa kuwa wewe unaenenda katika nuru, kwa kuwa umemwamini Yesu Kristo, damu ya Yesu inakusafisha na dhambi yote. Kwa hiyo haiwezekani mstari wa 8 akakwambia una dhambi. Kwa hiyo mstari wa 8 unazungumzia mtu ambaye hana uzima wa milele, mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili, mtu ambaye anaenenda gizani, haenendi nuruni. Lakini pia anasema kwamba ni mtu ambaye hana kweli ndani yake. Mtu aliyezaliwa mara ya pili ana kweli ndani yake, maana yake Yesu Kristo ndani yake, Yesu ndio kweli. Kwa hiyo namna huyu mtu ana kweli ndani yake. Kwa hiyo wanaozungumzia mstari wa 8 hapa ni watu ambao hawana uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo. Yesu Kristo hayuko ndani mwao. Kwa hawa watu wako kwenye giza, mauti inakaa ndani mwao, na hivyo uongo unakaa ndani mwao. Hawa ndo wanaambiwa sasa kwamba wakisema hawana dhambi, kwa nini? Wanakataa kumpokea Yesu, wanasema hawana dhambi. Lakini wale wote waliompokea Yesu, maana yake ni kwamba wanakubali walikuwa ni wenye dhambi, na kwa sababu hiyo wakampokea Yesu, dhambi yao ikaondoka. Kwa nini? Damu ya Yesu inawasafisha na dhambi yote. Ndicho anachozungumzia hapa. Kwa hiyo nilikuwa nataka nikuonyeshe tu hilo. Anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Anazungumzia nini? Kitendo cha kumkubali Yesu Kristo, kukiri, ambao hii context hii anaitoa kwenye nini? Kwenye Marko mlango wa kwanza mstari wa 4 na wa 5. Ndio lugha ambayo alikuwa anatumia Yohana Mbatizaji. Watu walikuwa wanaenda wanaungama dhambi zao kabla Yesu hajaja. Sasa tuiache hiyo, tuende kwenye pointi nyingine. Pointi nyingine tunasema ni hii, kwamba ninaposoma Biblia natakiwa nizingatie masuala ya vituo, sijui anasema mkato na kadhalika. Usije tena Warumi nikuonyeshe. Warumi mlango wa 3. Warumi mlango wa 3. Kuna mstari maarufu sana. Mstari wa 23. Anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Watu huwa wanasomewa huu mstari alafu wanaambia waanze kuomba msamaha, waanze kuomba rehema, wapungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini ukiuangalia huu mstari kwa makini rafiki, kuna shida. Maana kwanza huu mstari wa 23 sio mwanzo wa sentensi. Lakini pia hapo unapoishia sio mwisho wa sentensi pia. Kwa ili niweze kujua nini kinazungumziwa, natakiwa nitafute walau nianze mwanzo wa sentensi, alafu pia nisome mpaka mwisho wa sentensi. Kwa hiyo sentensi inaanzia wapi? Inaanzia mstari wa 21. Anasema lakini sasa, unaona kuna mkato, haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, si ndio?
bado hajaweka kituo. Inashuhudiwa na Torati na manabii, hajaweka kituo. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, anaweka full stop. Anasema maana, kwa hiyo kituo kimewekwa, anaanza sentensi nyingine. Anasema maana hakuna tofauti, maana hiyo kitu hajaweka kituo, sentensi inaendelea. Kwa sababu wote wamefanya dhambi, koma, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, hamna kituo, kwa sentensi inaendelea. Anasema wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminie Yesu. Kwa hiyo nikisoma nikazingatia habari ya vituo, full stop, nukta. Manake hii mstari ambao nilikuwa nasomea nasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, naanza kutetemeka na lia ndoa kamasi, ghafla unageuka na kuwa ni mstari wa ushindi, kwamba anasema wanahesabiwa haki bure kwa neema. Kwa hiyo inanitoa kwenye utumwa wa kudhani kwamba Mungu ananishindilia, ananikanyaga chini, inanipeleka juu kwenye nafasi ya Yesu Kristo, kwamba nimepewa haki bure. Kwa hiyo sina anachoweza kufanya zaidi ya kumshukuru Mungu na kushangilia. Kwa hiyo habari ya kuzingatia kituo inabadilisha sentensi yote kabisa. In fact inabadilisha pia namna ambavyo unafanya maombi. Kwa hiyo ni jambo lingine nisema ni kushirikishe. Jambo lingine na labda la mwisho nizungumzie, tumaisha kuchosha, nisema nikupe mambo machache tu. Jambo lingine ni hili. Twende Mathayo 24. Mathayo 24, unaposoma Biblia, hebu jitahidi sana rafiki, uangalie mazingira gani hicho kitu ambacho kinasemwa, ni katika mazingira namna gani hicho kitu kimesemwa. Unataka uzingatie sana hilo. Je, hicho kitu kilichosemwa kimesemwa kwa kina nani? Kwa sababu gani? Je, baada ya hapo kinanihusu mimi ama kinihusu mimi? Je, hichi kilichosemwa kwa hawa watu wa wakati huo kiliishia na hawa watu, ama kimesemwa kwa wale watu kinafanya kazi na wakati huu sasa kinafanya kazi pia? Si lazima nijiulize haya maswali. Nisipojiuliza haya maswali nitaanza kuamini vibaya. Kumbuka, ukifikiri vibaya utaamini vibaya, na ukiamini vibaya utatenda vibaya, na ukitenda vibaya utapata matokeo mabaya. Lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri, ukiamini vizuri utatenda vizuri na utapata matokeo mazuri. Kwa hiyo tuende kwenye Mathayo 24 ni kuonyesha hicho kitu tunachokizungumza. Anasema hivi, Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, ametoka ndani ya hekalu, wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu, naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amin nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo litabomoshwa. Kwa hiyo Yesu yuko na wanafunzi wake, wanaangalia hekalu, alafu Yesu anawaambia hili hekalu litabomolewa, halitasalia jiwe juu ya jiwe. Kwa hiyo manake ni mazungumzo kati ya Yesu na wanafunzi wake. Wanazungumzia nini? Hekalu ambalo ni jengo lilikuwepo, sio kwamba alikuwepo. Na hili jengo liko wapi? Liko Yerusalemu. Sasa ni Yesu na mitume, Yesu na wanafunzi wake. Mstari wa 3 anasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Sasa kuna vitu kadhaa nataka nikuonyeshe hapa rafiki, kwamba amezungumzia habari ya hekalu kubomolewa. Wakiwa faragani, wanafunzi wanamuuliza Yesu, hebu tuambie hilo hekalu litabomoshwa lini? Maana umesema halitasalia jiwe juu ya jiwe. Hayo mambo yatatokea lini? Wakati gani ya mambo yatatokea? Alafu anasema nini itakuwa dalili ya kuja kwako? Alafu swali la 3 anasema na ya mwisho wa dunia. Sasa anaposema mwisho wa dunia, kwa bahati mbaya sana hii tafsiri hapa ni mbovu. Hii tafsiri hapa inapotosha. Hii tafsiri hapa inapotosha. Hazungumzii mwisho wa dunia, lakini kimsingi kwa Kiingereza anasema, ngoja nisome kwenye NKJV kwanza, New King James Version. Anasema, now as they eat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?
sio world, age, mwisho wa wakati. Ukienda kwenye Biblia ile ya Biblia habari njema wametafsiri vizuri. Sikia walivyotafsiri. Biblia habari njema anasema hivi: Yesu alipokuwa ameketi juu ya mlima wa Mzeituni, wanafunzi walimwendea faragani wakamuuliza, tuambie mambo haya yatatukia lini? Ni ishara gani itakayoonesha kuja kwako na mwisho wa nyakati? Sio mwisho wa dunia. Nyakati ipi? Mwisho wa wakati wa Torati, wa sheria nini? Wakati wa sheria, kipindi cha Musa, na mwanzo wa neema ya Mungu. Kwa nataka kujua ukomo wa Torati, ukomo wa sheria, ukomo wa matumizi ya hekalu. Kumbuka kabla ya hapo alikuwa anatumia ile hekalu kuleta damu ya ng'ombe, mbuzi na kondoo. Kwa hiyo anajua kabisa, mitume anajua ili likibomolewa ina maana hekalu lingine litatengenezwa, ambalo ile hekalu mjenzi wake nani? Ni Mungu, Yesu Kristo mwenyewe. Kwa sababu kwenye Yohana 2 alisema bomoeni nitajenga ndani ya siku 3. Okay, tunaenda vizuri. Kwa hiyo ndarudi nalo mstari wa 3 tena. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake walimwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa nyakati? Kwa hawa ni mitume wanazungumza naye, wanataka kujua. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Anawazungumza nao, anasema angalieni mtu asiwadanganye. Nini? Kuhusu mambo ya hekalu kubomolewa, kuhusu mambo ya mimi kuja, kuhusu habari ya mwisho wa nyakati. Angalieni mtu asiwadanganye. Anasema kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi, anawaambia wale mitume, nanyi, ninyi mitume. Hazungumzi na sisi watu wa mwaka 2000 baadaye, anazungumza na mitume. Anasema nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe. Angalieni msitishwe. Hawa walimuuliza swali ndo anaongea nao. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Mwisho wa nini? Mwisho wa wakati. 7, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Haya yote ndio mwanzo wa utungu. Anazungumza na mitume, sio sisi, mitume. 9, wakati huo watawasaliti. Mitume ndio wanaambiwa watawasaliti ninyi mitume walioko mbele yake, ninyi mpate dhiki, nao watawaua ninyi mitume. Kwa hiyo mitume waliambiwa watauawa. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Anasema mtachukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu, ninyi mitume. Anasema ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Kipindi hicho, kipindi cha mitume wanaambiwa watayaona. Mitume wanaambiwa mtayaona hayo mambo, mitume wakina Petro, Yohana. Anasema na manabii wengi wa uongo watatokea. Hicho kipindi hicho cha kina Petro, mitume, na kudanganya wengi. Anasema na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Kipindi kipi? Hicho kipindi cha kina Petro, mitume. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Kipindi kipi? Hicho cha mitume. Anasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Sasa watu wakisoma wanasema aha, amesema itakapohubiriwa kuwa ushuhuda, injili ya ufalme wa Mungu itakapohubiriwa ulimwenguni wote kuwa ushuhuda. Na habari njema rafiki, ngoja tupozi hapa afuta ile maana kuonyesha kwamba ilihubiriwa. Warumi mlango wa 1, nianze mstari wa 5. Anasema, ama nianze mstari wa ngapi? Kwa mstari wa 3. Yaani habari za mwanawe alizaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, na kudhihirishwa kwa uwezo kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye katika yeye tulipokea neema na utume ili mataifa yote yapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake, ambao katika hao ninyi mmekuwa wateule wa Yesu Kristo. Kwa wote walioko Rumi, wapendwao na Mungu, walioitwa kwa kuwa watakatifu, neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwanza namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote, kwa kuwa imani yenu inahubiriwa katika dunia nzima.
Unaona kitu? Kwa anasema imani yenu inahubiriwa katika dunia nzima. Maana yake nini? Injili imekwenda katika dunia nzima. Unaposoma pale mstari wa kwanza juu anasema Paulo mtume wa Kristo Yesu aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu. Yesu anasema tubini na kuamini nini? Injili ya Mungu. Alikuwa akihubiri habari njema ya Mungu. Ngoja kuonyesha kitu kimoja. Twende kwenye Marko mlango wa kwanza mstari wa 14 na wa 15. Anasema hivi: hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu. Unaona kama ile ya Paulo akisema wakati umetimia, na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini injili. Kwa hiyo injili ilihubiriwa kipindi cha kina Paulo. Wakati anaandika nyaraka anasema imani yenu inazungumzwa duniani mote. Kwa hiyo tukirudi sasa kwenye Mathayo 24, turudi kwenye Mathayo 24. Tulikuwa kumtumisha kwenye mstari wa 14. Anasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda wa mataifa yote, ndipo ule mwisho utakapokuja. Mwisho wa nini? Mwisho wa wakati. 15. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lilonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Sasa anazungumzia kuna unabii ulitoka wa Danieli kwamba itakuja kuchinjwa mnyama, nguruwe, ndani ya patakatifu kwenye hekalu. Anasema mkiona hilo limetimia, jua mambo yameanza. Sasa kumbuka kipindi hicho hekalu lilikuwepo. Ndicho anachokizungumzia Yesu hapa. Haiwezi kaa inahusiana na sisi sasa hivi, maana yake moja, hatuna hekalu pale Yerusalemu. 2, Biblia inasema kwamba Mungu akae kwenye nyumba iliyojengwa na mikono ya wanadamu. Hakai kwenye hekalu. Kwa hiyo hekalu halitajengwa tena. Hekalu ni sisi, mwili wa Kristo. Hekalu ni sisi, kanisa. Si, kwa hiyo haiwezi kaa inatuhusu sisi. Kwa hiyo anasema hivi 16, ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie mlimani. Amesema walio Uyahudi, hajasema walio Arusha, hajasema walio Dar es Salaam, amesema walio Uyahudi. Unajua tuna kierere, tunajiingiza kwenye mambo ambayo hatuhusu. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, naye aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake, wala aliye shambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Ombeni ili kukimbia kwenu kusio wakati wa baridi, wala siku ya Sabato. Kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa, ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Kwa anasema hili tukio linatokea kipindi cha mitume, linawapata Wayahudi, na anasema hiyo dhiki ni ambayo haijawahi kutokea, na baada ya hapo haitakaa itokee. Kwa hiyo usikao unasubiria dhiki. Ukiwa unasoma vibaya bila kuangalia mazingira itakusumbua. 22, na kama siku hizo singalifupishwa, asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupishwa siku hizo. Wateule wenyewe nani? Mitume. Wakati huo mtu akiwaambia tazama Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Anazungumzia nini? Hicho kipindi cha mitume, sio sasa hivi, kipindi cha mitume. Alafu anasema hivi: tazama nimekwisha kuwaonya mbele, basi wakiwaambia yuko jangwani msitoke, yumo nyumbani msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo utakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa popote ulipo mzoga ndipo atakapokusanyika tai. 29, lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara yake Mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu yatakapoomboleza. Nao watamuona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Sasa hii story ni ndefu, sasa kuingia hapa ndani. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pande 4, toka mwisho huu hata mwisho huu. Anasema basi kwa mtini jifunzeni. Sasa hii hapo kusoma, ukaenda kusoma kwenye siku ya Matendo ya Mitume, utaona Petro anakoti kitu hichi, lakini kutoka kwenye kitabu cha Yoheli. Sina muda wa kwenda huko, na wala sio sehemu ya somo. 32 anasema basi kwa mtini jifunzeni, mfano tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno u karibu. Nanyi kadhalika myaonapo haya yote, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Amin, amin nawaambia, kizazi hiki
hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Kizazi hiki kipi cha kina Petro? Hakitapita hata yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kwa sasa ninyi kina Petro, kabla hamjaonja mauti, haya mambo yote niliyosema hapo juu yatatokea. Sasa ni mawili, either hayakutokea na hao kina Petro wamekufa. Kama kina Petro wamekufa ni mawili, moja yalitokea kama Yesu alivyosema, au mbili hayakutokea na hivyo Yesu ni muongo. Na kama Yesu ni muongo, hastahili kuaminiwa na wewe. Lakini napenda nikuhakikishie Yesu ni kweli, anasema kweli, na hayo mambo yote yametokea kipindi cha kina Petro. Kilele chake kilikuwa ni mwaka wa 70 AD, Yerusalemu ikachomwa moto. Ilitokea exactly kama Yesu alivyosema. Na Yesu anasema dhiki ya namna hiyo haitakaa itokee tena. Sasa nimekusomea hili neno katika mazingira yake, kuonyesha anazungumza na wakina nani. Kwa hiyo ukishajua hilo, pressure ya dhiki kuu inaota mbawa. Yaani kama hujui, utasomewa na watumishi ambao ni wavivu wa kuchambua, alafu ukisomea una paniki na wewe mwenyewe unasoma vibaya. Kwa hiyo nisema nakushirikisha mambo machache. Baada ya kusema hayo, nikusitize tu kwamba usisahau pia kuingiza maombi kama sehemu yako ya kusoma neno. Saa nyingine unaweza ukasoma kifungu cha maneno kama ukielewi, ingia omba katika roho. Omba kwa kunena kwa lugha. Mwambie Baba, naomba hekima, nifunulie Roho Mtakatifu niweze kuelewa hichi ninachokisoma. Naye ni mwaminifu, atakufunulia, utaanza kuelewa. Basi naamini kwa hayo mambo machache rafiki yatakusaidia katika kusoma kwako Biblia. Yako mengine mengi tungeweza kuyazungumza, lakini naamini kabisa ukizingatia haya machache. Ukizingatia haya machache na ukasoma ukiwa umevaa miwani ya neema badala ya miwani ya Torati. Miwani ya neema badala ya miwani ya sheria. Miwani ya Agano Jipya badala ya miwani ya Agano la Kale. Kukua kwako na kuendelea kwako kutakuwa dhahiri. Basi Mungu wangu akubariki. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na nikukumbushe tu ya kwamba Yesu ni Kristo na Bwana.